huwa wanasema solidarity. Solidarity. Haya. Sasa nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia uzima na afya njema hadi kufikia siku hii muhimu ya uzinduzi wa maonyesho yetu ya kazi, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya Mei Mosi 2026. Ni heshima kubwa sana kwangu kusimama mbele yenu leo katika viwanja hivi vya Dole nikiwa mgeni rasmi kufungua maonyesho haya yatakayodumu kwa siku 7 kuanzia tarehe 27 ambayo ndio leo April hadi tarehe 3 Mei 2026. Kuna kipindi kile cha komando jambo tutaka liendelee huwa tunasema mo. Sasa hii mara hii tunaweza tukapiga mo tena tukiona mambo mazuri. Maonyesho haya ni jukwaa muhimu la kiuchumi na kijamii lenye dhima pana zaidi ya maonyesho ya kazi pekee, ikiwa yamebeba malengo makuu matatu yafuatayo. Kwanza, uwazi na uwajibikaji kwa kuruhusu wizara, taasisi za umma na mashirika pamoja na sekta binafsi kuonyesha kwa umma kazi zinazofanyika, huduma zinazotolewa na jinsi kodi za wananchi zinavyotumika katika kuleta maendeleo. Lakini pili, kuunganisha nguvu kazi kwa kutoa fursa kwa vijana wetu na wanaotafuta kazi kuona mahitaji ya soko la ajira, kukutana na waajiri wa sekta binafsi na kuelewa ujuzi unaohitajika katika karne hii ya 21 inayoambatana na teknolojia ya kisasa. Na tatu, ushirikiano wa sekta kwa kuimarisha ushirikiano kati ya sekta ya umma na ile sekta ya binafsi kwa maana ya PPP katika kukuza uchumi na kuimarisha mazingira ya kazi. Malengo mengine ya maonyesho haya ni pamoja na kukuza ubunifu na teknolojia. Maonyesho haya yanatoa nafasi kwa wabunifu, vijana na taasisi kuonesha suluhisho za kisasa zinazoweza kuongeza ajira na tija katika sekta mbalimbali. Kukuza ujasiriamali. Hizi ni fursa za wajasiriamali kujitangaza, kupata masoko, kujifunza mbinu bora za biashara na kuunganika na wawekezaji. Lakini pia kuhamasisha ajira rasmi na zile ambazo sio rasmi. Tunatambua kuwa uchumi wa nchi yetu unajumuisha sekta rasmi na isiyo rasmi. Hivyo maonyesho haya yanasaidia kuzileta pamoja ili kujifunza na kuboresha mazingira ya kazi kwa wote. Kukuza uchumi wa ndani kwa maana ya local content. Tunahimiza matumizi ya bidhaa na huduma za ndani ili kuchochea uzalishaji na ajira kwa wananchi wetu. Ndugu wananchi, serikali inaendelea kuchukua hatua madhubuti katika kuboresha sekta za kazi nchini, ikiwemo kwanza, kuimarisha stadi za kazi kwa maana ya skills development kupitia mafunzo ya amali na program za kuwawezesha vijana kujiajiri na kuajirika. Kulinda haki za wafanyakazi kwa kuhakikisha utekelezaji wa sheria za kazi ikiwa ni pamoja na mikataba ya ajira, maslahi na usalama mahali pa kazi. Lakini pia kukuza ajira kwa vijana na wanawake ambao ndio nguvu kazi kubwa ya taifa letu. Jengine ni kusimamia mazingira salama ya kazi ili kupunguza ajali na kulinda afya za wafanyakazi. Lakini chengine ni kukuza ajira za kidijitali kwa kuendana na mabadiliko ya teknolojia duniani. Kwa hiyo hapa napenda kusisitiza kuwa haki zinaendana sambamba na wajibu. Wafanyakazi wanapaswa kuzingatia nidhamu, uwajibikaji, uadilifu na uzalendo katika utekelezaji wa majukumu yao ya kila siku. Kwa waajiri ni muhimu kuendelea kuboresha mazingira ya kazi, kulipa stahiki za wafanyakazi kwa wakati na kuwekeza katika maendeleo ya rasilimali watu. Ndugu wananchi, maonyesho haya yatumike kama fursa ya kupata elimu kuhusu sheria za kazi, kujua haki na wajibu wa mwajiri na mwajiriwa,
kupata ushauri wa kitaalamu kuhusu ajira, biashara na uwekezaji, na kujifunza kuhusu fursa za mikopo na uwezeshaji. Napenda kutoa shukrani za dhati kwenu nyote na nawapongeza waandaaji pia. Leo nashangaa hatukupata hata kibati hapa. Mara nyingi tunafurahia kibati, si ndio? Lakini nadhani mvua tumewasame, lakini mmefanya kazi nzuri pamoja na washirika wetu wa ZATUC na ZANEMA kwa mchango wao mkubwa katika maendeleo ya sekta za kazi. Natoa wito kwa wananchi wote wa Zanzibar na maeneo ya jirani kujitokeza kwa wingi kushiriki kikamilifu katika maonyesho haya, kwani ni fursa adhimu ya kujifunza, kujenga mitandao na kujiendeleza kiuchumi. Lakini pia naomba kuwaalika wafanyakazi, waajiri na wananchi wote wa Zanzibar kujitokeza kwa wingi katika kilele cha maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani ya mwaka 2026 ambayo yatafanyika katika viwanja hivi vya Dole siku ya tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2026, yaani May Day hiyo, kuanzia saa 1 asubuhi, ambapo mgeni wetu rasmi atakuwa ni rais wetu kipenzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi. Muhimu tuzingatie hii kauli mbiu ya mwaka huu ambayo inasema upatikanaji wa haki, maslahi na mazingira bora ya kazi ni msingi wa uwajibikaji, nidhamu na maadili ya wafanyakazi. Sasa kwa heshima na taadhima natangaza kwamba maonyesho ya kazi katika viwanja vya Dole nimeyafungua rasmi leo tarehe 27 mwezi wa 4 2026. Asanteni sana kwa kusikiliza. Niwatakie maonyesho mema.